I want to share the word of God. Nataka kulishiriki neno la Mungu. Remember, in the month of August, Kumbuka katika mwezi wa Agosti I've been dealing with the hand of God upon us. nimekuwa nikishughulikia sana mkono wa Bwana juu yetu. And we are winding up the month. Na tunamalizia mwezi huu. And I want to wind up the month with the topic God. Nataka kumalizia mwezi huu na ujumbe Mungu. And start a new month with the same topic, God. Na nianze mwezi mpya na ujumbe huo Mungu. I speak about the manifest presence of God. Naongea kuhusu dhihirisho wa uwepo wa Mungu. My objective for this topic Kusudio langu katika ujumbe huu is to rekindle our knowledge of God. ni kuamsha ile maarifa ya Mungu. Because the Bible says that those that know their God shall do exploits. Maana maandiko yanasema wamjuao Mungu wao watafanya mambo makuu. I also desire that we be drawn back to Him. Na tamani pia kwamba tukavutwe tumkaribie. We all struggle to reach somewhere. Sisi wote tunang'ang'ana kufika mahali. And we always discover that there is a missing link. Na mara nyingi tunagundua kwamba kuna kiunganisho kinachokosa. There is always something that is missing somewhere. Kila wakati tunakuta kwamba kuna kiunganishi ambayo kinakosa. When you think you are getting it, but there is always something that is missing. Tukifikiri kwamba tunapata lakini tunakuta kwamba tumekosa kitu. And the missing link is God. Na kitu inachokosekana ni Mungu. And that's why we want to study this subject throughout the coming month. Na kwa hiyo tunataka kusoma somo hili katika mwezi huu unaokuja. So that we may be able to connect with that missing link. Ili tuweze kuungamanika na kile unganisho lilokosa. That our mental comprehension may be able to fill the missing part. Ili nia yetu iweze kutafakari na kujua kicho kilichokosa. I also desire that we be strong in God. Na pia natamani kwamba uwe na nguvu katika Mungu. At such a time as this. Kwa wakati kama huu. When many people are beginning to say that there is no God. Wakati watu wengi wanasema hakuna Mungu. And many people are beginning to confuse God with other things. Na watu wengine wanachanganyikiwa, wanafikiri Mungu ni vitu vingine. When the world is getting stronger and stronger. Wakati ulimwengu unazidi kuwa na nguvu sana. And the church is getting weaker and weaker. Na kanisa linaendelea kudidimia kuwa dhaifu. And every day it is getting difficult to justify the existence of God than to justify that he is not present. Na kila siku inakuwa ni vigumu kutoa hakikisho kwamba Mungu wako kuliko kuona kwamba Mungu hayuko. Because there are so many people asking themselves, maana kuna watu wengi wanajiuliza, if God is there, kama Mungu wako, why this suffering? Kwa nini mateso haya? If God is there, kama Mungu ako, why can't he just destroy this COVID-19? Kwa nini asiharibu hii COVID-19? And we continue with our lives. Na tuendelee na maisha yetu. But as for us we say, lakini kwetu tunasema, we shall still hold on him. Tutamshikilia Mungu. In all seasons of our lives. Kwa misimu yote ya maisha yetu. I want to take my text from the book of Exodus. Nataka nitoe somo langu katika kitabu cha Kutoka and the book of Isaiah. Na kitabu cha Isaiah. Then I will share briefly. Ndipo ndashiriki kwa ufupi. I shall continue in the coming week. Nitaendelea juma lijalo. Exodus chapter 3. Katika Kutoka 3. A very popular scripture but in the Sunday school. Ni andiko la kujulikana sana tangia Sunday school. But we need to revisit them. Na lazima turejelee. The Bible says in Exodus chapter 3. Biblia inasema katika Kutoka 3. I will do it in English only. Ndafanya kwa Kiingereza tu. Now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh here. Put off your shoes from off your feet, for the place whereon you are standing is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Very quickly, the book of Isaiah, chapter 45, verse 4, 5, 6. For Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called you by your name.
I have surnamed you, though you have not known me. I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I guarded you, though you have not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. I want to speak about God. Nataka kuongea kuhusu Mungu. And when you read your Bible, Na unaposoma Biblia yako, God has always been interested in reintroducing himself to humanity. Mungu amependa sana kujitambulisha kwa wanadamu. After he created Adam and Eve, Baada ya kumuumba Adamu na Hawa, it was so automatic for them to know God, ilikuwa tu rahisi kwao kumjua Mungu. because a better part of them was God. Maana sehemu yao kuu ilikuwa Mungu. But when they fell from the grace, Lakini walipoanguka kutoka kwa neema, they lost the knowledge of God. walipoteza kumjua Mungu. And from that time, Na kutoka wakati God huo, has been trying to reintroduce himself Mungu amependa sana kujijulisha tena to humanity. kwa wanadamu. He wants us to know him, Anataka tumjue, and he wants us to know his existence na anataka tumjue kwamba ako and the reason for his na existence, kwa nini ako, so that we may be able to depend on him. ili tuweze kumtegemea. From the time of Noah, Tangia wakati wa Nuhu, he appears to tell Noah, I am God. ni alimtokea Nuhu kumwambia mimi ni Mungu. In the time of Abraham, Tangia wakati wa he Ibrahimu, calls Abraham from his situation, alimjua Ibrahimu katika hali and yake. then he tells Abraham, I am God. Akamwambia Ibrahimu, mimi ni Mungu, Follow me, nifuate and I will make you great. na kufanya mkuu. He follows the introduction Anaendelea in the kujitambulisha days of Isaac. katika siku za He tells Isaka. Isaac, I am the God of your father Abraham. Akamwambia Isaka, mimi ni Mungu wa baba yako When Ibrahimu. he begat Jacob, Na akamtokea he Yakobo, tells Jacob, I am the God of your father Abraham and Isaac. akasema mimi ni Mungu wa baba zako Ibrahimu na Isaka. But there was a time the children of Israel were taken to the bondage of Egypt. Lakini kuna wakati wana wa Israeli walichukuliwa mateka utumwa wa Misri. They were taken far away from the comfort of their families. Walitolewa katika starabu ya nyumbani mwa familia yao. And they lived a life that they did not like. Na wakaishi maisha ambayo hawakupenda. For 400 years they were called slaves. Wa miaka 400 waliitwa watumwa. They could not have enough food, Hawakuwa na chakula cha kutosha. no clothing for them. Hakuna mavazi kwa ajili They yao. were doing very, very hard labor, Walifanya kazi ngumu sana. because they were in a country that they were known as slaves. Maana waliishi katika nchi waliitwa watumwa. In fact, at some point of their being there, Hata wakati mwingine hapo, their children were killed by the king of that nation. watoto wao waliuawa na mfalme wa taifa lile. Some were thrown into the waters. Wengine wakatupwa majini. Some were killed when they were still in their mother's womb, Wengine wakauawa wakiwa ngali katika tumbo la mama yao. because they were in a strange land, Maana walikuwa katika nchi ya ugeni. and their knowledge of God disappeared completely. Na kumjua Mungu kwao ikapotea kabisa. God became just a story, Mungu tu akawa ni hadithi, that we have a land kwamba wananchi that belongs to our fathers, ambao ni baba and it yetu, is called Canaan, na inaitwa and Kanani, it's flowing with milk and honey. na inatiririka maziwa na And asali. one day Na siku we moja will go there, tutaenda huko, and we have a God na tuna Mungu that is a different God ambaye ni Mungu tofauti from the gods of this land. kutokana na Mungu wa nchi hii. That was the much they could know about God. Hiyo ni vile walimjua Mungu. They never knew that God can help them. Hawakujua kwamba Mungu anaweza They wasaidia. never knew that God can save them. Hawakujua kwamba Mungu anaweza They waokoa. did not know that God can protect them. Hawakujua Mungu anaweza walinda. They did not know that God can deliver them, Hawakujua Mungu anaweza wakomboa. because God had not done it in their days. Maana Mungu hakuwahi fanya katika siku He zao. was hidden in their days. Walifichika katika siku zao. They had never seen God healing anybody. Hawajaona Mungu akiponya They had yeyote. never seen God delivering anybody. Hawajaona Mungu akikomboa If yeyote. indeed He was God, Na kama kweli ni Mungu, why would He keep them for 400 years over that nation? kwa nini aliwaweka miaka 400 katika nchi They would hii? always ask themselves, Wangejiuliza, why are the Egyptians going to seek their gods kwa nini wa Misri wanatafuta miungu and yao they are blessed? na wanabarikiwa? They would seek the gods of fertility Wanatafuta miungu ya unono and they were blessed.
na wanabarikiwa. They were looking for gods of money and resources. Walitafuta mungu wa pesa na mapato. And they were blessed by gold and silver. Na wanabarikiwa na fedha na dhahabu. Yet the children of Israel would look into the heavens. Na hali wana wa Israeli walitazama mbinguni. And their eyes could not penetrate beyond the heavens. Na macho yao hayangepita katika anga hii. They were unable to see anybody. Hawakuweza kuona yeyote. Yet they were still praying. Hali waliendelea kuomba. And their God would not come Na down. Mungu wao hangeshuka. At some point they would ask themselves, Wakati fulani wakajiuliza, if God is there, kama Mungu wako, where is he? je, ako wapi? And their enemies would say, Adui zao wangesema, where is their God? wapi Mungu wenu? Because of the trouble that they were going through. Sababu ya shida walipitia. Because in the knowledge of man, Maana katika kumjua kwa mwanadamu, God is a solver of problem. Mungu ana suluhu ya shida. God is a blesser. Mungu ni wa He kubariki. is a deliverer. Ni He mkombozi. is a keeper. Ni mwenye If kulinda. we introduce him as such, Anajitambulisha hivyo. how is he behaving differently? Kwa nini anakaa tofauti We sasa? come to him as a deliverer, Tunakuja kwake kama but he mkombozi. cannot deliver us. Na We hajatukomboa. come to him as a healer, Amekuja kwake kama but he's mponyaji. not healing us. Lakini We hajatuponya. come to him as a blesser, Tumekuja kwake kama but he's mbariki. blessing us. Na hajatubariki. Their knowledge of God Kujua kwa Mungu suddenly disappeared, ikapotea kikafla. and God became a story. Na Mungu akawa hadithi. They acknowledged God, Walitambua Mungu, but they denied the power. lakini wakakataa nguvu They zake. knew that we have a God, Walijua kuna Mungu, but there is no power of God. lakini hana nguvu. And I know even in this season, Najua katika msimu there huu are so many Christians kuna Wakristo wengi that have come to that level, ambao wamefika kiwango that hiyo. we acknowledge God Wanatambua Mungu. because we saw our mothers going to church. Maana waliona baba mama yetu We wakienda saw our kanisani. fathers going to church. Waliona baba zetu wakienda We kanisani. saw people going to church, Ukiona watu kwenda and kanisani. we are going to church. Na tunaenda kanisani. Therefore, we know God. Kwa hiyo tunamjua But Mungu. He has never solved our problems. Lakini hajasuluhisha shida We've been zetu. sick, we are sick. Kama tu wagonjwa tu We've wagonjwa. been bound, we are still bound. Kama tumefungwa tumefungwa. We've been dying, we are still dying. Kama ni kufa Then we tunakufa. come to a place and say, Ana ndipo unafika where mahali. is our God? Mungu wetu ako wapi? Is our God alive? Kama Mungu wetu ako hai. Is our God still there? Je, Mungu wetu angali Is yupo? He the same God of the Bible? Je, ni Mungu yule wa Biblia? The father of Abraham, Baba wa Ibrahimu. the father of Abraham, Isaac, and Jacob? Baba wa Ibrahimu, Isaka na The Yakobo. God of Shadrach, Meshach, and Abednego? Mungu wa Shadraki, Meshaki na The Abednego. God of Elijah? Mungu wa Eliya. The God who raised up Jesus Christ from the grave? Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kaburini. In fact, there is a theology of Africa Aswa kuna theolojia ya Afrika. that the God that we are looking for Kwamba Mungu tunayemtafuta is a Hebrew God. ni Mungu wa It's the Mwibrania. God of the Jewish. Ni Mungu wa Wayahudi. Somebody say amen. Mtu asema amen. That we have nowadays the proposers of traditional gods are coming strongly. Na wale wanatangaza miungu ya kitamaduni wanakuja na nguvu That let sana. us go back now Kwamba sasa waja and turudi begin to worship them, na tuanze to kuabudu. offer sacrifices to them. Tutoe dhabihu kwao. Let us go and appease them. Waja tuende tupatanishe Because naye. this other God Maana Mungu huyu is mwingine a westernized God ni Mungu wa ng'ambo. and He cannot help us. Hawezi kutusaidia. And the reason is, Sababu ni hii. men have cried to God, Wanadamu wamelilia but Mungu. things have not happened Na mambo haijatendeka. unless with our labor. Wameendelea katika Some tabu people zao. are saying it is my labor, Wengine wanasema ni kazi yangu. it is my energy, Ni nguvu zangu. it is my work. Ni kazi yangu. The philosophers of believe in yourself are coming out strongly. Wafilosofia wanaojiamini wanajitokeza na nguvu. Believe in yourself. Jiamini. You have the power. Uko na nguvu. If you are defeated, it is you who is defeated. Kama umeshindwa ni wewe If umeshindwa. you succeed, it is you who is succeeding. Kama umeshinda ni wewe umeshinda. Because many people Maana watu wengi are not seeing the power of God. hawaoni nguvu za We Mungu. acknowledge God, Wanatambua Mungu but we deny His power. lakini wanakataa nguvu Because zake. most people Kuna watu have not seen His power. hawajaona nguvu As zake. I come back to my Bible, Naporudi katika Biblia yangu, after Moses staying with that community baada ya Musa kukaa katika jamii ile that had been bound for 400 ambao years umefungwa miaka 400 without seeing the power of God bila kuona nguvu za Mungu, and without expecting the power of God, bila kutarajia nguvu za Mungu. Moses was raised up. Musa alilelewa, He never saw God. hakuona Mungu, He never saw His power. hakuona nguvu He zake, never experienced His power hakupata nguvu at zake one particular day. hata siku moja. Until one day he decided to run away Siku moja akaamua kutoroka from the trouble of his people. kutoka kwa shida yake, And he ran to another trouble, akakimbilia shida into nyingine another strange land. kwenye nchi ya And ugeni. as he was in that strange land, Akiwa katika nchi ile ya the ugeni, Bible says Biblia he inasema had been employed to take care of cattle. akaajiriwa kuchunga kundi. And as he was doing that, Akifanya lile, one day
siku moja he saw a spectacular thing. akaona kitu cha ajabu. A fire was burning Moto unawaka in a bush, katika kichaka, and the bush was not being consumed. na kichaka And kiteketei. it was so spectacular, Ilikuwa ni kiajabu and sana, it was so scary, ilikuwa ya kutisha, and there was two options for him. na kulikuwa na chaguo mbili kwake. The first option Ya kwanza, for Moses was to run away for his life Musa atoroke aokoe maisha yake, and disappear. na atoroke kabisa Who apotee. can stand such kind of fire? Nani anaweza simama mbele ya hiyo moto? And the second option, Chaguo la pili, let me go back wacha nikaribie and see this fire na nione hii moto, and understand this fire. nielewe hii moto. And when he went back, Alipoenda the karibu, Bible says Biblia inasema God saw him Mungu and he akamwona, began to speak to him. akaongea naye, And he told Moses, akamwambia Musa, Moses, Musa, I am God mimi ni Mungu of your father Abraham, wa baba yako of your Ibrahimu, father Isaac, baba yako and Isaka, of your father Jacob. baba yako Yakobo. God began to introduce himself to Moses again. Mungu akajitambulisha kwa Musa And tena, we make a prayer of revival na tutafanya ombi la that, uvuvio Father, kwamba Baba, introduce yourself to our generation again. jitambulishe tena kwa kizazi We chetu. make a prayer of Habakkuk Tunafanya ombi la Habakuki. that God, we have heard of your fame. Mungu, tumesikia sifa zako, We have heard about your mighty works, tumesikia kazi zako kuu, how you used to do it in the past. vile ulifanya hapo zamani. Father, in wrath, remember mercy. Baba, katika hasira kumbuka rehema. But God, Mungu, do it again fanya tena in our time. katika nyakati We zetu. want to know you again. Tunataka kukujua We tena, want to see you again. tunataka kuona tena, Manifest your presence jidhirishe tena even in our generation, katika kizazi in chetu, the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Somebody that have heard about God from their mother, Mungu ambaye amesikia kuhusu Mungu kutoka kwa wazazi from wake, our grandparents. kutoka kwa nyanya ama babuya, We need to tell him, akiwaambia Father, Baba, do it in my time. fanya tena katika wakati Do it in wangu, my time. fanya kwa wakati wangu, Show me your power. nionyeshe nguvu zako, Show me your presence. nionyeshe uwepo wako, Even in Jesus' mighty katika name. jina kuu la Yesu. Somebody need to tell him, Kwa hiyo tunataka kumwambia, we have heard in the past, tumesikia hapo zamani you used to heal people. uliendelea kuponya watu, Heal now, ponya sasa that we may know you. ili You tukujue. need to tell him, Mwambie, we have heard in the past tumesikia hapo that zamani you deliver people. ulikomboa watu, Deliver me. nikomboa, Deliver my son. komboa mwanangu, Deliver my daughter. komboa And I binti shall yangu, know you. ili nikujue. Somebody clap to our Father. Tupigie baba yetu makofi. It is in this trouble Ni katika shida hii that Moses was experiencing ambapo Musa alipata, that he was able to encounter with God. aliweza kukutana na Mungu. The best place to encounter God Mahali pazuri kukutana na Mungu is the place of trouble, ni wakati wa shida, is the place of challenge, wakati wa and is changamoto, the place of pain. wakati wa uchungu. It is so rare for people to encounter God Ni vigumu watu kumpata and Mungu to experience God na kumpata and Mungu to acknowledge God na kutambua Mungu in the days of their prosperity. katika siku za ufanisi It wao. is so hard. Ni vigumu. Even David says in the Bible Hata Daudi asema that in Biblia, their prosperity, katika ufanisi they say there is no God. wanasema hakuna Mungu. There is a very high likelihood of a man Kuna uwezekano mkuu kwa to mwanadamu deny God kukataa in the Mungu season of their prosperity. katika msimu wa ufanisi wao, But in trouble, lakini katika it shida is so easy ni rahisi to acknowledge him. kutambua And yeye. Moses acknowledged him Musa in akamtambua the time of trouble katika wakati wa shida, because Moses maana Musa had no place to run to. hakuwa na mahali pa When he kukimbilia. saw the fire, Alipoona the moto, only option was chaguo la pekee for ni him to run back to Egypt. yeye arudi Misri, And in Egypt there, na huko they Misri were waiting for him wanamngojea to punish him kumwadhibu for killing an kwa Egyptian. kumuua Misri. Therefore, he had no option Kwa hiyo hakuwa na either chaguo to face that fire isipokuwa kukabiliana na and moto meet with God na kukutana na or Mungu run away na kutoroka and meet with Pharaoh. na kukutana And na I pray Farao. for somebody here Naombea mtu hapa that we are being cornered in life. ambapo tumewekwa kwa We kona ya are maisha, cornered economically. tumewekwa kwa kona We kiuchumi, are cornered financially. tumefika kona katika We are kiuchumi, cornered in our health. tumefika kona We are kiafya, cornered in our relationships. kona katika Even in uhusiano, our marriage life. hata kwa maisha ya ndoa. That we either run back Iwe tunaweza tu kurudi nyuma in distraction katika uharibifu or face our trouble ama kabila na shida and meet with God. na kutana na And I Mungu pray for anybody na pia that is facing their trouble, ambaye anakabiliana na shida that may you meet with God kwamba kutana na in the Mungu midst of your trouble, katikati ya shida in the yako. mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. Because when God is in our trouble, Maana kutana Mungu katika shida zetu, we shall walk out of that trouble. tutapita katika In shida hiyo Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Moses turned around
Musa akageuka and God reintroduced himself. na Mungu akajitambulisha. In this season, Katika msimu as huu we are battling the virus, tunapopigana na as kirusi we are losing our jobs, na tunapoteza kazi, as families are breaking, familia inavunjika, as economy is going down, uchumi inaanguka, businesses are dry, biashara inakauka, people are becoming poorer watu wanakuwa maskini than the way they used to be before. zaidi ya vile walikuwa We kipindi. are seeing people dying. Na umeona watu A wakifa, certain generation is dying. kizazi fulani wanakufa, When people of about 60 and above, watu kwa miaka 60 na kuendelea they are dying wanakufa so easily. kirahisi. When you go to the villages there, Ukienda vijijini people huko are dying. watu They wanakufa, are going away. wanatoweka, And a young generation is left behind. na kizazi kichanga In wanabaki. the midst of all this, Katikati ya haya yote, my prayer ombi langu that we will know God. kwamba tunamjua Mungu. My prayer Ombi langu that we will experience God. tumpate Mungu. My prayer Ombi that langu we will run to God. tumkimbilie And Mungu. the Bible says Biblia inasema that our God kwamba Mungu is a wetu strong tower, ni and- mnara ulio and the righteous imara, run to him, na tunaweza mkimbilia and they are safe. na tuwe May salama. we be safe in God, Tutakuwa salama even kwa in Mungu. this particular season. Katika msimu In the huu. mighty name of Katika Jesus, jina la Yesu. may we be safe in His presence. Tutakuwa salama May we uweponi be mwake. protected in Him. Atatulinda In Jesus' name. katika jina la Yesu. Therefore, I want to understand Kwa hiyo nataka kuelewa that whatever has happened, kwamba chochote kimefanyika, whatever is going on, chochote inaendelea, God wants us to know Him. Mungu anataka tumjue, He wants to draw our attention anataka tumuone that we may be able to know Him. ili tumjue. Moses decided, Musa I akaamua, am not running away. sitatoroka, I am not giving up. sitakata I am not tamaa, accepting my trouble. sitakubali But I shida. want to understand, Nataka nielewe what is this happening ni here? nini hii I kinaendelea. want to understand Nataka kuelewa my problem shida in yangu the light of God. katika I nuru want ya to Mungu. understand Nataka nielewe my suffering mateso in the yangu light of God. katika I mtazamo wa want to Mungu. understand Nataka nielewe my tribulation kizazi in changu the light of God. katika nuru ya Mungu. My dear friends, Rafiki I know zangu, all of us have experienced trouble sio wote sisi tumepata shida in one time of our lives. wakati mmoja ama I mwingine. know you have experienced trouble. Najua hata wewe umepata But shida, I know again, lakini najua tena our natural instinct hali yetu ya hisia ya kawaida would always tell us to fight our trouble, inatuambia tupigane na shida or we run away from our ama trouble. tutoroke shida. We try to do things Tunajaribu kufanya kitu so that we may survive through our trouble. ili tuishi katika shida But I zetu. came to understand this Nimekuja concept kuelewa hii that I can seek God kwamba naweza mtafuta Mungu in my trouble. katika shida And yangu, again, I have learned na pia that I nimejifunza can study my trouble ninaweza soma shida yangu in the light of God. katika mtazamo wa Mungu. What is God saying to me Mungu anasema nini na when mimi I'm going through this trouble? napopitia hali hii? That's why David says, Kwa hiyo Daudi asema, even though I go through the valley nichapopita kati ya ponde of la the shadow uvuli of death, wa mauti, I will fear no evil, sitaogopa for maovu, thou art with me. maana uko na Thy mimi. rod and thy staff, Fimbo yako na they gogo lako comfort me. vyanifariji. You prepare a table before me, Niandaa meza mbele even yangu in the presence of my enemy. machoni pa That matesi wangu. David decided Nimeamua to seek the face of God kutafuta uso wa in the Mungu midst of his trouble. katikati ya And in the shida, midst of the trouble, na katika he shida was able to know and understand aliweza kujua that his God was with him. kwamba Mungu wake And in ako the na midst yeye. of his trouble, Katikati ya he shida was able to understand aliweza that kuelewa there is a table kuna that meza has been set for him ambayo imeandaliwa in the kwake midst of his enemies. katikati ya And he adui was zake. able to understand Aliweza kuelewa that in the midst of trouble, kwamba katikati ya shida that God will never depart from him. Mungu I hatamwacha. pray for us Na tuombea that we may be able to understand kwamba tuweze kuelewa whatever we are going through chote tunapitia in the light of his presence, katika mtazamo wa even uwepo in wake. Jesus' mighty name, Katika jina la Yesu. because he is omnipotent, Maana ako kila ana nguvu zote. omniscient God, Anajua kila kitu. and because he is a God Na pia ni Mungu that will always be there, ambao ako he is daima. even there right now, Hata sasa hako in the mighty name of katika Jesus. jina la You Yesu. see how he introduced himself Naona vile in the alijitambulisha book of Isaiah. katika kitabu ya He Isaia. tells Jacob Anaambia Yakobo that Jacob, kwamba Yakobo, I knew you nilikujua and I helped you nikakusaidia even before you know me. hata kabla In unijue, fact, you do not know me, hata unijui, but I helped you. lakini I am nimekusaidia. the one that surnamed you. Ni mimi niliyekupa jina la I sifa, gave you that name Jacob, nilikupa jina hilo Yakobo, and I'm the one who is giving you this name Israel. na nakupa jina hili lingine Israeli. Even though in Jacob you have trouble, Hata kama Yakobo una shida, even though in Jacob you are struggling, hata kama katika Yakobo unang'ang'ana, but your situation is not strange with me. lakini hali yako si geni kwangu. I am familiar with your weakness. Ninajua udhaifu wako, I understand what you are experiencing. ninaelewa
naelewa kile I unayopitia, understand your failures. naelewa kushindwa I know kwako, you are lying down and you are rising up. nimejua ukilala na ukiamka, And I'm the one that called you na ni mimi niliyekuita and gave you that name. nikakupa jina And again, hilo, I'm giving you a new name. na sasa nakupa jina And I'm jipya, calling you Israel. na kuita Israeli, Because I want to bless you. maana nataka kukubariki. That this God of ours, Mungu wetu the huyu, moment we understand Him, wakati tunamjua, we shall be able to find ourselves, tutajikuta even in Jesus' mighty name. katika jina la I want you Yesu. to know today Leo nataka that ujue mankind kwamba wanadamu cannot survive hawawezi kuishi without God. bila Mungu. Time comes in life Wakati ufika maishani when it does not look rational ambao haionekani ni sawa to tell anybody about God. kuambia mtu yeyote kuhusu Mungu. But even in that time, Hata katika wakati huo we cannot survive hatuwezi kuishi without God. bila Mungu. A family cannot survive Familia haiwezi kuishi without God. bila Mungu. Even when we don't know Him, Hata kama hatumjui, even when we don't acknowledge Him, hata kama even when hatumtambui, we don't call on His name, hata kama tumuiti He jina is lake, still there angali and He still loves us. na And anatupenda, He's the one that is protecting na us. yeye In the anatulinda mighty name of katika Jesus. jina la Yesu. For a few minutes, Kwa dakika as chache I'm winding up, I napomalizia, want you to know nataka ujue that in every creature, kwamba katika kile kiumbe, every creature katika kila kiumbe carries a reality of God. anabeba uhalisia wa Mungu, We call it a divine reality. ambao tunaitwa uhalisia ya kiungu. That's why in Romans the Bible says, Kwa hiyo katika Warumi Biblia in inasema, Romans chapter 1, katika Warumi that 1, men do not have any excuse kwamba wanadamu hawana sababu that they do not know God. kwamba hawamjui Mungu, Because the creature itself maana viumbe yenyewe bears witness of the presence of God. inashuhudia uwepo wa Mungu. That in every man, in every woman, Kwa kila mwanadamu, mwanaume, there is mwanamke, an element of God. kuna sehemu ya Mungu. There is something in us Kuna kitu ndani yetu that cannot be explained in a human term. ambayo hatuwezi kuelezea Because kiwanadamu, we carry the image of God. maana ni ya Mungu And we are created after His na likeness. tumeumbwa kwa sura We yake, are the exact counterpart of Him. tu sura yake kamili, And we are walking according to His pattern. na tunatembea kulingana na That mtindo wake, in us, na ndani yetu there is an element, kuna sehemu, there is a substance, kuna kitu, there are particles kuna kitu that are purely God in nature. ambayo ni ya Mungu kabisa. Even though we are human nature, Hata kama tu wanadamu kwa asilia, we are also God's nature. lakini pia tu asilia ya Mungu. Therefore, there is something in us Kwa hiyo kuna kitu ndani yetu that will always tell us ambayo inatuambia we are the children of God. tu watoto wa And Mungu, we are able to cry out, na tunaweza kulia, Abba, Father. Abba, Baba, That Father, you can help us. Baba And utusaidie. it is in this trouble Na katika shida hii that man is able to recognize ambayo mwanadamu anatambua that part of God in him. sehemu hiyo ya Mungu ndani yake. Because in this trouble, Maana kwa shida hii, when we are defeated by everything, kishindwa na kila kitu, we are able to cry out to Him tunaweza kumlilia, and we are able to call on Him. tunaweza kumwita. And He says to us today Anatuambia that leo when we call on Him, ni tumnite, He will be able to answer us. hata tujibu, And we are calling on Him na tunamwita, and He will be able to answer us. hata tujibu In the name of Jesus. katika jina la A Yesu. human being Mwanadamu cannot know himself hawezi kumjua mwenyewe unless he knows God. isipokuwa ajue Mungu. Even those that are saying that God is not there, Hata kama wanasema Mungu hayuko, it's because they don't know themselves. ni kwa sababu hawajijui. Every time we lose God, Kila wakati ukipoteza Mungu, we lose ourselves. tunajipoteza. Every time we fail to know God, Kila wakati ukikosa kumjua Mungu, we fail to know ourselves. tunakosa kujitambua. The moment we discover God, Wakati tunajua Mungu, we begin to discover tunaanza ourselves. kujitambua. We begin to know who we are. Tunajijua tu nani. Moses was running away as a slave, Musa alikimbia kama mtumwa. and he knew that I'm a slave Alijua yeye ni mtumwa that was helped by the child of Pharaoh. ambaye alilelewa na mwana wa And Farao. even in Midianites, he knew that I am a child of a slave. Na Wamidiani walijua huyu ni mtoto wa mtumwa. But when he met with God, Alipokutana na and Mungu, God told him, I'm the God of your father, akamwambia mimi ni Mungu wa baba and I yako am your God. na mimi ni Mungu wako. Suddenly Moses rediscovered Ghafla Mungu that akajitambua I am not a slave, kwamba mimi si I am mtumwa, a child of mimi God. ni mtoto wa And Mungu. therefore he began a journey of going back Kwa hiyo akaanza safari ya to kurudi bring deliverance to himself kuleta ukombozi and kwake deliverance to his people. na ukombozi kwa The watu wake. moment he knew God, Wakati alijua he Mungu, knew himself, alijijua, and he discovered that I'm not a slave. akagundua mimi si mtumwa. In my counseling sessions, Katika hali yangu ya ushauri, I always try to help people huwa nasaidia watu that are struggling with issues, ambao wanang'ang'ana na vitu, especially
especially issues of identity, asua hali ya kutojijua, I always try to help them wanajaribu kuwasaidia to know God. wamjue Mungu. For the moment they know God, Maana wakijua Mungu they zaidi, begin to know who they are. wanaanza kujijua, They begin to understand wanaanza that kujua they are no longer slaves. kwamba si watumwa They tena, begin to understand wanaanza kuelewa that they are not bound kwamba and they wajafungwa, can receive their salvation wanapokea wokovu even in Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Every time we are away from God, Kila wakati tukiwa mbali na Mungu, we are away from tu ourselves. mbali na sisi Every wenyewe. time we run away from God, Wakati tukiwa mbali na we Mungu, run away from ourselves. tunatoroka Every wenyewe. time we reject God, Kila wakati tukikataa we Mungu, are rejecting ourselves tunajikataa wenyewe. because we have an identity Maana tuna kitambulisho that is godly. ambayo ndio There is a divine reality kuna hali ya uhalisia in ya Mungu all of us. katika sisi wote. That's why we can cry to Him Kwa hiyo tunaweza mlilia and say, Abba, Father. sema Abba There is Baba. an element of God in us Kuna sehemu ya Mungu that ndani can yetu only be dealt with by God Himself. ambayo Mungu peke yake anaweza That's shughulikia. why when we fell in sin, Kwa hiyo ukianguka katika dhambi, there was no man who was able to save us. hakuna njia nyingine ya It kutuokoa. was only God that was able to save us. Mungu peke yake angetuokoa. For God so loved the world Maana Mungu aliupenda that He ulimwengu gave His only begotten Son, akamtoa mwana wake pekee so that we may believe in Him ili tumwamini and not perish. na tusipotee. That element of God in Hiyo us sehemu ya Mungu ndani could yetu only be restored anaweza rejeshwa tu by God na Himself. Mungu And mwenyewe. I pray for us Na tuombea that we shall know kwamba tutajua that we have a reality of God. kwamba tuna We uhalisia wa are not Mungu. mortal men. Hatui wanadamu tu, We shall not die like mortals. hatutakufa kama We wanadamu. have elements of eternity in us, Tuna umilele ndani yetu, that we have a future tuna siku za usoni that is not mortal. ambayo si ya wanadamu. We have a future Tuna siku za that is usoni not temporary. ambayo si ya We have a kupita. future Tuna siku za that is usoni eternal in nature, ambayo ni ya that milele. God is with us. Kwa Mungu ako He ndani will yetu, never leave us. hata tuacha, He will never forsake us. hata He tupungukia. will always be with us. Ako na sisi I daima. also want you to understand and Pia know nataka ujue that there is an element in us kwamba kuna sehemu ndani yetu that needs God, ambayo inahitaji Mungu a need for the divine, na inahitaji kiungu, a need that cannot be fulfilled hitaji ambalo hawezi timizwa by any creature, na kiumbe chochote, a need that cannot be fulfilled hitaji aliwezi by kujalizwa any man. na mwanadamu There yeyote. is something in us Kuna kitu ndani that yetu keeps on asking for something. ambayo inaendelea kuitisha That's kitu. why a human being, Kwa hiyo mwanadamu we keep on asking for more. anaendelea kuotisha We zaidi, need for more. anahitaji zaidi, We are looking for more tunahitaji tafuta because there's zaidi. an element in Maana us kuna sehemu ndani yetu that can never be fulfilled ambayo haiwezi kujalizwa until it's fulfilled by God. hadi itimizwe na That's Mungu. why today you get a job, Kwa hiyo ukipata kazi, tomorrow you are applying for another job. kesho unaomba ingine, You get the other job, napata ile ingine, you are still looking for other job tena opportunities unatafuta ingine tena, because you can never be satisfied maana hautosheki by jobs. na kazi. Today you open a business, Leo unafungua biashara, tomorrow you are looking for another business. kesho unatafuta biashara Today ingine, you get some money, leo unapata tomorrow pesa, you are looking for more money. kesho unatafuta pesa zaidi, Today somebody is marrying, leo mtu anaoa, tomorrow is looking for another marriage. mwingine anatafuta ndoa We nyingine. can never be satisfied. Hatuwezi There is tosheleka. an element in us Kuna sehemu ndani that yetu can only be satisfied by God ambayo inaweza tosheleshwa na and by Mungu God alone. na Mungu pekee. People are looking for things, Watu wanatafuta vitu, others are looking for pleasure, watu wanatafuta raha, others are looking for fame, watu wanatafuta sifa, others are going for drugs, wengine wanaendea madawa ya others are kulevya, going for drunkenness, wengine wanaenda kulewa, others are going for pleasure of any wengine manner wanatafuta raha ya kila aina, because there's something, maana kuna kitu, a certain happiness furaha fulani that we are looking for ambayo tunatafuta, that we can never find it hatuwezi ipata here on earth. hapa It duniani, can only be found in God. inaweza patikana tu kwa That Mungu. the happiness of man Ile furaha ya mwanadamu is only realized inapatikana tu when he finds God. akipata In Mungu a time of your life katika wakati wa maisha that yako, you'll say, now ukisema I sasa have found God. nimepata Mungu, When you come to that place, ukifika hapo you begin to experience happiness. unapata furaha, There is a desire, kuna a tamanio, desire for God, tamanio la a Mungu, desperation for God. kutamani There Mungu, is a need for God. kuna kulilia And I Mungu, pray that God will create it in us. na muomba Mungu In the akaumbe mighty ndani name of yetu, Jesus. katika jina la Yesu. That part of us Hiyo sehemu yetu that cannot be fulfilled by ambayo anything. timizwa na I chochote, pray today naomba leo that God will fill us. Mungu God atatujaza, will fulfill Mungu us. In atatutimiza Jesus' mighty katika name. jina kuu la There Yesu. is a companionship
Kuna hali ya urafiki of God that we need, ya Mungu ambayo tunahitaji, that it cannot be fulfilled haiwezi timizwa by human companionship. na urafiki wa wanadamu. God must be present Mungu lazima awepo in our lives, katika maisha yetu, in our fellowship, katika ushirika in wetu, our families, katika familia and yetu, even in our church. hata katika kanisa If you letu. believe what I've been saying, Kama unaamini na I want you to sema, clap to our Father, pigia Baba and I makofi. want you to give him praise today Sifa leo. in the name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. As I am winding up, Napomalizia, man, mwanadamu you cannot stay without God. hawezi kaa bila Mungu. You will get tired. Utachoka, You will despair. utachoka. At some point, Wakati fulani you will kill yourself. utajiua. Somebody say amen. Mtu asema amen. You cannot stay without God. Huwezi kaa bila Mungu. These people that are calling themselves atheists, Watu wanaojiita wasiomwamini Mungu. the other time, the deputy president of the atheists in Kenya got saved. Wakati ule mwingine naibu ya watu wasiomjua Mungu ama wasiomwamini Mungu aliokoka hapa He's Kenya. called the deputy president of atheists. Ni kama naibu rais wa wasiomwamini Mungu. He is called that way. That is his title. Hiyo ni jina lake ama cheo And he chake. said, my soul got tired. Akasema nafsi yangu ilichoka. Even though there was money, Hata kama nilikuwa na pesa, even though there were pleasures, hata kama kulikuwa na raha, even though there was fame, hata kama kulikuwa na sifa, but there's something in me lakini kuna kitu ndani yangu that was not getting fulfilled. ambaye haikujalizwa And ama haikutosheka. I discovered Nikagundua that I need God. nahitaji Mungu. I need God. Nahitaji Mungu. I need God. Nahitaji Mungu. One day I was doing a show with somebody here, Siku moja nilikuwa nafanya kuongea na mtu fulani hapa, and he was sharing with people on how he got out of alcohol addiction. na akashiriki na mimi kuniambia jinsi gani alitoka kwenye madawa ya kutumia ya kulevya. He said, I came to a place in my life, Akasema nilifika mahali maishani I discovered that I've hit the wall. kwamba nikagundua nimegonga ukuta. I told myself, let me drink myself to death. Nikasema moja nikunywe nife. And he drank for several days without food, Akakunywa siku nyingi bila chakula so that he may die. ili afe. But there was something deep inside of Lakini him kulikuwa na kitu ndani yake that was calling God, ambayo inaita Mungu, that it's only God kwamba ni Mungu tu that can satisfy this part. anaweza toshelesha sehemu hii. Friends, Marafiki, we may look like age mates tunaweza kutoshana with many people here, na watu wengi hapa, but the small wisdom that I have, ile najunayo, there's a point in your life kuna wito maishani mwako, you cannot survive without God. hauwezi kuishi bila Mungu. There's a wall, Kuna kuta, when you hit it, ukiigonga it's only God ni Mungu tu that you can cry to. unaweza mlilia. There's a place your father cannot help you. Kuna mahali baba yako hawezi kukusaidia. There's a place your mother cannot help you. Kuna mahali mama yako hawezi There's a kukusaidia. place your friends could not help you. Kuna mahali marafiki hawezi kusaidia. I've gone to the ICUs Nimeenda kwa chumba cha maututi praying for people who are dying, kiombea watu wanaokufa, seeing doctors doing whatever they could do to save them, kiona madaktari kufanya kila bidii kuwaokoa, but they die lakini wanakufa. because there's a place Maana kuna that mahali no human being ambapo hakuna can mwanadamu fit in our lives. anaweza ingia, No money hakuna pesa can fit in our lives. anaweza ingia. Somebody say amen. Mtu asema amen. Are we together? Tuko pamoja. May our love for God be awakened. Wacha upendo wetu wa Mungu yamushwe. May our desires for God be awakened. Wacha tamanio la Mungu kwetu May yamuke. you meet with God Ukutane na Mungu in whatever situation kwa hali yoyote ile that you're experiencing in your life ambayo unapitia kwa maisha at yako such a time as this. wakati kama huu. I personally met with God Mimi mwenyewe nimekutana na Mungu through sickness. kupitia ugonjwa. After being sick for some time, Baada ya kuwa mgonjwa muda, very sick, mgonjwa sana, for almost 3 years. hata zaidi ya kama miaka 3. In the half part of my sickness, Nusu ya sehemu ya ugonjwa huo I fought a lot. nilipigana sana, I tried to be myself. nilijaribu kuwa mimi. Then in the half part of my disease, Na sehemu nusu ya ugonjwa hiyo I began to read the Bible. nilianza kusoma I Biblia, began to pray. kaanza kuomba, I began to sing. kaanza I began kuimba, to desire God. kaanza kutamani Mungu. At some point, I was so peaceful with Him, Wakati fulani nikawa na amani na yeye, and I didn't care whether I am alive or I am dead. hata sikujali kama niko hai ama nimekufa. And when I met with Him, Na nilipokutana naye He touched me alinigusa, and He healed me. akaniponya. Just one afternoon, Jioni moja tu I was healed permanently. nilipona
from what I had struggled with for 3 years. Kwa kile nilingangana miaka 3. Because there was a part of me Maana kuna sehemu that was crying for God. inalilia Mungu. There is a part of you Kuna sehemu yako that is crying for God. ambayo inalilia Mungu. When you see people going to drink, Ukiona watu wakilewa, it is the part that is crying for God. kuna sehemu ndani yao inalilia When Mungu. you see people going to do bad things out there, Ukiona watu wakifanya mambo mabaya it's the huko part nje, that is crying for kuna God. sehemu inalilia There is a Mungu. part in you Kuna sehemu ndani that yako cannot be filled by anybody ambayo zijazwa na chochote except God. isipokuwa Mungu. May the Holy Spirit Wacha Roho Mtakatifu awaken in us amshe ndani the yetu desire for God tamanio la in Mungu. the month of September, Katika mwezi wa even in Septemba. Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Somebody Yesu. clap to our Father and give him praise. Pigia baba wetu makofi. I want us to stand. I want to pray for us. Nataka tusimame niombe, Then I start a wedding procession. ndipo tuanze sherehe ya harusi. Just for a minute, Kwa dakika moja, tell God I need you mwambie Mungu and nakuhitaji. I want to know you. Nataka nikujue. Tell God I need you Mwambie and I nakuhitaji. want to know you. Nataka nikujue. I want to know you more and more. Nataka nikujue zaidi I na zaidi. desire you Nakutamani and I'm desperate for you. na natamani sana. Just for a minute, do it Kwa dakika moja because fanya of hivyo. time Kwa sababu ya muda, as the wedding team are preparing to start. wakati kikundi cha sherehe ya harusi wanapojiandaa kuanza, Just speak to the Lord. Mwambie Bwana, Just speak to the Lord. ongea na Mungu. Somebody is helping me to help them begin their journey. Mtu anisaidie kuanza. Others, close your eyes Nyinyi wengine funga and macho. tell the Lord, Mwambie Bwana, I need you. I nakuhitaji. want you. Nakuhitaji. Say with me, Lord Jesus, Lord Jesus, I am standing here I'm standing here. and there's a part of me There's a part of me that can never be that satisfied. can never be satisfied. I need you, Lord. I need you, Lord. Somebody tell him I need you. I need you, Lord. I want you in my life I want you in my life. where I am tired. Where I'm tired, I am giving up. giving up. Father, I need you. Father, I need you. Father, I want you. Father, I want you. In the name of Jesus. Jesus. The part that feels disappointed by friends is a part that needs God. Sehemu ambayo umeshushika The na part marafiki. that feels that you are betrayed by men Mahali ambapo umesalitiwa na wanadamu. is a part that needs God. Ni mahali inahitaji Mungu. The part that feels you have been abandoned by Mahali family unahisi umeachwa. is a part that needs God. Ni mahali inahitaji Tell Mungu. God that I need you. Mwambie Mungu nakuhitaji. Father, I say thank you and I bless you for somebody. I ask you, my Father, to meet with your people. Lord, I pray for your grace. I pray for your power. Reveal yourself to our generation again. Show yourself strong, my Father. We worship you, Lord, and we honor you. Be exalted on high. Lord, where we have removed you from our homes or our houses, where we have removed you from our hearts, from our businesses, from our careers, from our finances, Father, we choose to return you. We choose to receive you once again. Father, we say thank you. Now may the Lord bless you and keep you. Amen. May the Lord shine his face upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. I decree the names of the Lord upon you. Because of the names of the Lord, I declare that you are blessed. Amen. Church, thank you for coming. Asante kwa kuja. Thank you for attending our service. Asante kwa kuhudhuria ibada May yetu. God bless you. Mungu akubariki. Somebody clap to our Father. Tupigie baba yetu makofi.